habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fiziwani. Habari za wakati huu msikilizaji wa Radio Kivu, matumaini yangu ni kwamba umwili wa afya popote pale ulipo na muda kama huu unaendelea kutegea sikio matangazo yetu. Nikukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambazo zinakupikwa na habari muhimu leo hii, ripoti za wenzetu toka kona mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Merci Mbeleti yuko kwenye ufundi wa mitambo, naitwa Baumesa di François. Msikilizaji ambata nasi hadi tamati, karibu na tega sikio. Asante msikilizaji, kama ilivyo ada na desturi, kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu na kukipewa fursa ya kufuata habari muhimu za leo zinaletwa naye Bi Bukuru Tantine Aldama. Karibu sana. Asante sana Baumesa di François kwa kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu, ambako tutaanzia katika mji wa Baraka. Kila ifikapo tarehe 8 mwezi Machi ya kila mwaka, ulimwengu mzima usherekea sikukuu ya mwanamke. Baraka sherehe hiyo imeendeshwa Jumamosi hii chini ya mada isemayo kuwa sisi wanawake tumechoka na vita. Na huko Mwenga, Baumesa di François, mashirika ya kiraia ndani ya tarafa ya Mwenga yataja kupongeza serikali pamoja na rais wa nchi Felix Tshisekedi kwa kutolea wazalendo msaada wa vifaa vya kivita kupitia ndege iliyotua pa Mwenga, makao makuu ya tarafa hilo. Na huko Moba, wahasi watatu wa kundi la Bakata Katanga kuuawa na askari jeshi mmoja wa FARDC kujereuliwa. Hayo ndio matokeo ya mapambano makali yaliyoripotiwa kati ya makundi hayo mawili ndani ya kijiji cha Kamena asubuhi ya Ijumaa ya tarehe 7 mwezi Machi mwaka wa 2025. Ni hayo tu kama habari muhimu, mwenzangu Baumesa di François. Ni kushukuru sana Bi Bukuru Tantine Aldama. Msikilizaji, hivi sasa tujikite kwenye undani wa uchambuzi wetu, tukianzia ndani ya mji wa Baraka. Baadhi ya makundi ya wazalendo wapatikanao mjini Baraka wamepokea Jumamosi ya tarehe 8 Machi 2025 msaada wa magwanda au godio kutoka kwa umoja wa makabila yapatikanayo nchini Marekani. Kwake Bwana Kashindi Shabani, msimamizi wa utoaji wa msaada huo, ameanza kwanza kuonesha lengo la msaada uliotolewa, huku akisii watu wengine wa mapenzi mema kufuata mkondo huo. Tumsikilize. Viatu ambavyo nilikuwa na partage kupatia wazalendo umetokea Umarekani kwa umoja wa watu ambao wako Umarekani. Ndio watu wenyewe wamesaidia wazalendo viatu. Ni wabembe wote, ndio wafuleru, wavira, kwani changanyiko wa watu wote. Viatu tumepatia makundi matatu. Tumepatia kundi ya mzee Buela na tumepatia kundi ya mzee wa Kutumba William. Na kundi ya Mayele yenyewe inapatikana Mongemonga. Malengo ya sisi kupatia wazalendo viatu ni kuwasaidia tu, kwa sababu ni watoto wetu, tunapaswa kuwasaidia. Misaada iko nyingi sana, misaada iko mjiani kabisa, ni nyingi sana. Tunaweza peleka ujumbe ya kwamba wandugu zetu ambao hawako nasaidia wazalendo wajitahidi, wasaidie wazalendo. Sasa na gisi hawa moja wamejitoa moyo kusaidia wazalendo. Kwa upande wa wanufaikaji, wametaja kushukuru vya kutosha kwa msaada huo, pia wakiomba wasaidizi hao kutoishia hapo, kwani mahitaji ni mengi. Hawa hapa wanaeleza kwenye microphone ya mwenzetu Omari Makelele Uziri. Kwa jina naitwa Celeste Munyindu Tigre Rouge, niko komanda brigade mu 2e secteur mu parti ya FPDC ya mzee mtetezi Kibukila Trésor. Naona hapa tulishukuru Mungu kwa ujumbe mliotutumia. Tuko hapa kwa juu tulipewa vitu kutoka kimoja kia wabembe kutoka Ulaya. Tulipokea migulu 25 ya magodio. Na malalamiko yetu inaweza kuwa yenyewe tunaweza sema tunapasha lomba msaada kupitia sagisi kimoja cha ubembe kilichofanya. Msaada ni kusema kwamba magodio yenyewe balituletea kwa kweli tulishukuru, ila ni ya kidogo. Cha pili, ukosekano wa mabashe, yani hema za kujifunika juu wakati ya mvula nayo inafika, wakati ya masika. Cha tatu, uwezekano wa chakula nao ni mpungufu sana. Tunajisikia furaha na tena Mungu awasaidie waongeze ingine nyuma ya pale. Sisi tunapenda misaada kwa kila mtu yeyote anayejisikia
Kwa majina mimi naitwa Force Mulima, niko komanda batayo wa premier batayo 2e brigade. Sisi tuko watu wa PFLRAD ya General Mayele, inapatikana Lusambo, ndo eta major general. Sisi tulionekana hapa kwa sababu ya kusema kuna msaada fulani ambayo ilikuja ya watu ambao walitutumia viatu, na ndio maana sisi tunapatikana hapa kwa leo. Sisi tulipata miguu 25, ni kama aina ya godio, yani ni godio. Sisi wazalendo, sisi wateteaji wa nchi, kweli vingi vya kusema sime kama msaada ni vingi, mtusaidie. Na hichi ambacho mnafanya hapa ni alama kubwa sana kwetu sisi. Tunashukuru sana na mzitenda kufanya hivyo. Hata hizi vazi tunakosa vazi zaidi. Hata kama viatu tumepata kweli, lakini hata pia vazi tunakosa. Lakini kama vitawezekana msaada, mtusaidie pia hivyo hivyo. Tuko na bezo ya mahema, tuko na bezo ya Motorola, tuko na bezo hata ya unga, ya kula, chakula, pasike chakula ni ndogo. Unga ukuje, maragi, hata dawa zikuje, kwa sababu tunakosa tena matumizi ya dawa za kizungu. Sisi kama wazalendo kweli, wala ambao wako na haja kusaidia wazalendo, Mungu awasaidie na wao na ile moyo ya kusaidia wazalendo. Mimi naitwa Masa Lukwenya, mimi ndio sekretari wa batayo ya hapa Kuyepe Baraka. Mimi ninajisikia furaha kubwa sana kwa hao ambao wametutendea jambo kama hili. Sisi tulikuwa tuna mahangaiko sana, watoto wanatembea na mayebo na tuko tunatembea mpori. Kwa huyu msaada tunafurahi sana. Sisi tunahitaji zaidi sana, wanaweza wakazidishe hizi godio, na tena wanaweza kutusaidia kwa chakula na mabashi. Tuko na watoto hapa, lakini wote wanalala fasi moja na ile haiko vizuri mkijeshi. Tunawaambia kama wazidi kutusaidia, sababu sisi hivi vyenye tulisha zoea kutumikia nchi yetu, na wao wapiganishe kwa njia hiyo ambayo wanaanza kufanya kama hawa wandugu wanatutendea hivi. Tukisalia hapa Baraka, kila ifikapo tarehe 8 Machi ya kila mwaka ulimwengu mzima usherekea sikukuu ya mwanamke. Pa Baraka sherehe hiyo imeendeshwa katika hali ya kibaridi Jumamosi hii chini ya mada kuu isemayo sisi wanawake tumechoka na vita. Mengi zaidi ni katika ripoti yake mchumbe wa mkulima na Fatuma inayosomwa studioni naye Isaac Mulucha Ashibe. Sherehe za sikukuu ya mwanamke ulimwenguni zimeendeshwa pia pa Baraka katika hali ya kibaridi. Mada kuu ya katika mji wa Baraka ilikuwa tumechoka na vita. Kwake mama Chilo Marie Claire au sikae na jenda familia na mtoto mjini Baraka anaeleza yafuatayo. Naambia wakina mama wasiregee. Kwa hii sikukuu yetu ya leo iliingiliwa sana na madhaifu, na mpaka mliona hata mstade madhaifu ilikuwa juu ya nini, ile woga. Na kama tuko hapa tunakuja kuhamasisha tusife woga, kuanza wa baba, wa mama, watoto, wa vijana, wa binti, tusiwe na ile woga. Juu ya nini? Tunajiaminia ndani ya mwingine wetu. Mungu angali na sisi. Wenzetu walizuiliwa, lakini kwa neema ya Mungu sisi tukingaliki tunapumua na tukingaliki mwingine yetu. Kinaweza kuambia tusikimbie vita. Ona wamoja walikimbia, kwa siku ya leo wanaanza itiwa wa marehemu. Boti ilienda kuzama, walizamisha watoto na pia walikufa. Ile yote ni majanga ya woga. Ukisha kusikia woga utaharibu vya mingi, na ndio maana tunapaza sauti na tuwe na amani. Sauti yetu ya siku ya leo tunaomba tuwe na amani. Naye Eliza Tosambe na Taria ambaye ni mkuu kiongozi wa wanawake Malida Fizi Baraka, naye alieleza haya. Kwa okazio ya sikukuu ya mwanamke, Journée Internationale de la Femme 8 Mars, tuliweza kuandaa memo kwa ajili ya situation sécuritaire ambayo inakumba mji wetu wa Baraka pamoja na territoire na province yetu ya Sud Kivu kwa jumla. Ndiyo, katika memo yetu kwanza tulitaka viongozi wote wa ngazi zote husika waweze kuelewa hali ambayo inaendelea katika province yetu, maana sisi ndiyo tunaiishi. Na vile tulitaka pia kuambia uongozi kama tunachoka na hii hali ya vita ambayo inatusonga kwa muda mrefu, maana katika vita sisi wanawake pamoja na watoto tunakuwa wahanga wa vita na tunakwenda kuathirika kwa asilimia kubwa. Na ndiyo maana tumeweza kuomba viongozi waweze kuingilia kati ili kuweza kumaliza mzozo huu ambao unaathirisha taifa pamoja na uishi wa mama na mtoto kwa upekee.
Mwishowe, meya kwa muda wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha amewataka raia kuungana kwa pamoja ili kushinda vita. Kongo oye! Oye! Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni yeye mkuu wa nyakati na majira. Na kwa sababu ni yeye mkuu wa nyakati na majira, ameufanya mwezi wa 3 serikali zetu zote ulimwenguni zikubali kama ni mwezi wa mwanamke. Kwa wale wa Kristo wa Katolika ni mwezi wa Bikira Maria. Kwa hiyo mwanamke ameinuliwa kwa hali ya kidini, kikanisa, na ameinuliwa kwa hali ya kiserikali. Ndiyo maana tunatanguliza na kumpongeza rais wetu mheshimiwa, tukimtaja Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ambaye tumpigie makofi. Tumpigie makofi za salamu. Tunamshukuru kwa uongozi. Kweli amekuta vita. Vita ni kurudisha watu nyuma. Vita ni kama mkoshi kwa raia. Lakini vita hivi, raia wapenzi wa vile ya Baraka, vita hivi ungekuwa macho zaidi, kwa sababu mtu ni udongo wake. Udongo wako kwako, kwenu, ndio inakupa wewe kuwa na valeur ulimwengu. Tuigomboe province yetu. Na wahenga wamesema mtengano ni udhaifu. Tuache bubitu wa ukabila. Unaweza kututia katika udhaifu na tukatekwa nyara. Shukrani kwa wote ambao wamejitoa kutoa muda, na shukrani kwa wajournalisti, kwa sababu kwa muda huu wakifunga midomo basi watu watasikia woga. Ni vile tunawapongeza na nyinyi wa journalist. Mungu awabariki, abariki kazi yenu. Tuwapigie wa journalist mikono. Naye mbunge mchaguliwa wa tarafa ya Fizi Nyamanjoku Shibwela Ubedi amewataka wamama kutumia sikukuu yao kwa ajili ya kuombea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inakumbwa na matatizo ya vita. Akizungumza na Radio Kivu siku ya Jumamosi ya tarehe 8 mwezi Machi 2025, ikiwa ni sikukuu ulimwenguni ya haki ya mwanamke, mbunge huyo mchaguliwa wa tarafa ya Fizi Nyamanjoku Shibwela Ubedi amesema ni vema kila mwanamke aunge mkono jitihada za jeshi la taifa pamoja na wazalendo kwa kutafuta amani kwa kubaki kwenye maombi. Hebu tumsikilize kwenye mahojiano naye Lubonga Bakwalavwa. Ujue kwamba siku ya leo ni siku ya le 8 Mars, siku kuu ya wamama duniani nzima. Sasa itapenda kwanza kupongeza wamama wote wa dunia na zaidi sana wa mama wa tarafa letu la Fizi na sekta yetu ya Itombwe, kuwapongeza siku hii kubwa yao. Na kwa kiwapongeza, napenda kuwaomba waendelee na maombi. Mnajua wamama wanakuwa na karama sana ya kupenda taifa. Wanapenda kuwa na karama sana kupenda taifa, kwani ni wao wametuzaa sisi sote, wao wametulea, wao wametukomanisha. Ndio wanafanya ile karama sana ya kupenda taifa. Kwani mwenye anapenda mwingine, ule mtu anapenda taifa kabisa. Na pale napenda kupongeza au wamama. Mwishowe mbunge huyo amepongeza mke wake Bi Mitamba ambaye amewakilisha barua kwenye Umoja wa Ulaya ili kuonesha unyama unaotendewa Wakongomani kwa kipindi hiki. Nyamanjoku Shibwela Ubedi amerejea mara tena. Particularly nitapenda kupongeza mke wangu. Wakuwe wengi sawa, mke wangu ni combatante mkubwa sana. Mke wangu tulikuwa sote pale Bukavu, na wakati vita mwingine ya Bukavu ilianguka, tulitoka siku moja mbele mwingine yaanguke, tuwakimbilia Bujumbura. Ndiyo watu mingi balitafuta kusema maotio ilitoka fulani vingi ya honorable ole anakimbia Belgique, kisha alikuwa kule na anabaki hapo na watoto kwa muda, kwani atatukuta huko kwenye tuko. Mimi tukikubwa mke wangu amefanya wakati alifika tu Belgique, kazi ya kwanza ilikuwa kwenda ku Commission Union Européenne. Ile siku hayakaga kama kwa nyumba ku Union Européenne na kusema kule, na kaacha barua, na hiyo barua ilipata accusé de reception. Haikutosha, kesho yake kisha kulala tu siku mbili bado mnyumba, kesho yake alikamata safari anaenda Etats-Unis kwa kutetelea mwingine yetu. Nizani mlifuata
president wa Yambondo nani Etats-Unis walienda kuonana na wakubwa wa Amerika, na mke wangu alikuwa pamoja na wao kwa kwenda kutetelea nchi yetu ya Kongo. Ule inakuwa mfano moja ya wamama, kwani leo ni dunia yao ya wamama, na nilipenda vraiment kupongeza wamama, na zaidi sana ule mke wangu, yeye anapenda nchi yetu sana tena sana. Tuelekee huko Mwenga ambako mashirika ya kiraia ndani ya tarafa ya Mwenga yataja kupongeza serikali pamoja na rais wa nchi Felix Tshisekedi kwa kutolea wazalendo msaada wa vifaa vya kivita kupitia ndege iliyotua pa Mwenga, makao makuu ya tarafa hilo. Kwa mujibu wa miundo hiyo ya kiraia ni kwamba msaada huo unakuja katika muda mwafaka, hasa pale jimbo la Kivu ya Kusini linakumbwa na vita, kama alivyoeleza kiongozi wa shirika la raia pa Mwenga. Habari hili, ndege ilitua hapa Mwenga Centre jana, ilikuwa majira saa 7. Wazalendo walipokea vifaa yabo kadiri ipasavyo kabisa, na wamejiandaa, wameenda katika shamba la vita. Sisi tulikuwa na sisi labda wa mashambani, yenye tuliona ni mabox, mabwati ya masase. Tunawaza walileta pia msaada wa kipesa kwa ajili ya kujiravitae na chakula kusudi waanze kazi hapa. Kama vile shirika la raia tuliona kama vile ni hali ya faraja sana, kwani watu walikuwa wameanza kuingia, ila kisha kuona hiyo hali ambayo gouvernement imefanya, watu wamekuwa na matumaini kama serikali iko pamoja nao, na wanaona kama serikali siachie hapo, iendelee kuwafikia wazalendo, kwani hapa hivi watoto wasome, vitu kabisa inakosekana kabisa. Sisi tunajua kama hatuwezi fanya analyse contraire. Tunaona kama FRDC iko infiltré, na kama FRDC iko infiltré, vifaa inaweza fikiria mikono ya FRDC, tunajua kesho itabakia kumikono maadui. Lakini imefikia mikono ya wazalendo, tuposiri kama inafikia mikono ya wananchi na itafanya kazi. Upande mwingine ameomba kwa raia kuwa na matumaini na jeshi la taifa FARDC na wazalendo, pia akiomba serikali kuendelea kusaidia wazalendo kama alivyorejea. Kama vile mchango yetu kwa hii hali ya usalama mdogo, kwanza ni kuhimiza wakaaji basi watoe kwa mhofu, kwani vita inapiganisha wakaaji na wanajeshi. Sisi tuko nyuma ya wazalendo wetu, atuachilie na tunawasukuma mbele. Hatuna yote, unajua kama siku hizi barabara inaharibika, usalama inaharibika, kazi hawana chochote ila tu wanasaidia na maombi, na tunajua kama pamoja na Mungu tutashinda. Sisi tunajua kama hii mwanzio ya kuonyesha kama serikali inasindikiza wazalendo. Tunatumainia kama kesho na kesho yake tena watazidi kuwa wanaravitaia wazalendo kusudi waendelee mbele. Mwenga na Bukavu ni 190 km. Unaona pale? Alors, 190 km kufika Bukavu, donc hiyo leo ya kwanza yenyewe imefika, atuka iko sawa vile tone moja ya maji kati ya ocean mzima. Donc tunaomba tu waendelee tu kusaidia wazalendo kusudi wapate moyo na wafanye kazi. Kama vile historiale wa shirika la raia, tunajua kama hofu kubwa kwanza ilikuwa ndani ya sekta Idombwe, na wakati tulisikia Mikenge imegombolewa na wazalendo, hapo hofu imeisha, na ngambo ya huko kwenye tunakuwa katika eneo ya Basile, Lindi, wa Muzimu, na Burinyi na Luinja. Tuliwazia wale watu wanakuwa Kirungute. Ilikuwa tu kukoseana waaskari wetu majimaji wao peke, wazalendo walipigana wao kwa wao. M23 haiko hata nafasi moja katika mtaa wa Mwenga. Usidanganyiki. Ujumbe yangu kwa ajili ya wakaaji, kwanza wakaaji tuwe na moyo, na tunajua kama serikali inatusaidia sana, serikali yetu pamoja na sisi. Kwa gisi wamesaidia wa vijana wetu wapambanaji hapa, tuko na matumaini kama tutashinda. Kwa ajili ya waaskari wazalendo, hatuka Mungu awape neema, waneemishe huko mbele ambao wanakuwa kunako shamba ya mapambano, wazidi kusonga mbele kadiri ipasavyo. Hivi sasa tuangazie ukurasa wa michezo ambako dabi kubwa kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sport Club haikupigwa tena kama ilivyokuwa imepangiliwa. Sudi Valente. Kisa ni nini hasa cha dabi hii kuweza kutokupigwa?
Shukran sana kabisa mwenzangu Bomesa de François kwa fursa ya habari za michezo. Mpenzi msikilizaji wa Radio ya Kijamii Kivu, leo kuna kwa habari za michezo nikiwa na mbele saba yangu mgongoni. Tuanze na hapa katika mji wa Baraka. Kikao kikubwa cha wakufunzi wote wa daraja la pili tarafa la Fizi na mji wa Baraka kimeendeshwa siku ya Jumamosi ya wiki tunayo tarehe 8 Machi mwaka 2025 ndani ya chumba cha mikutano Maison Verte, na ambako vipengele mbalimbali viliweza kuzungumzwa ndani ya kikao hicho. Huyu hapa ni Elias Chanja, mkufunzi wa klabu ya FCB 13 ambaye pia ni katibu kwa muda wa wakufunzi wote wa daraja la pili tarafani Fizi na mji wa Baraka. Ameeleza mengi kuhusu kikao hicho. Tulikuwa njoo na une petite réunion yenye iko juu ya bakocha juu ya maevolution ya soka hapa kwetu Baraka, surtout mu deuxième division, na tulikuwa tunaona vitu haviende vizuri. Tukaona tuitane kwa sababu hakuwezi kuwa kikundi bila mazungumzo. Ndio maana tukaitana tukasema kidogo juu ya evolution, na tulikuwa tunasema juu ya mapoint zetu juu ya kuendeleza soka yetu. Tulikuwa na mapoint sio ya mingi kidogo, ni juu ya ugumu ambao tunapitia katika hii daraja yetu ya pili. Ugumu, tuko na ugumu ya mingi sana mu division yetu. Bajere yetu biko naenda, tulikuwa na mapointi ya mingi juu ya bajere kuenda kukosa madokima, na usi samani, hatuna samani kwa soka ya hapa kwetu Baraka. Tulisema juu ya kuongeza kamati yetu, juu tuko tunatumika na kamati yenye iko provisoire, na kwa kuongeza kamati yetu tuliona kutakuwa kingine kikao juu ya kuongeza tena kamati. Kwa sasa tuko na president na wa sekretari wawili. President wetu anaitwa kocha Kalala, ni kocha wa Epsera. Tuko na sekretari ni mimi, huyu ni kocha wa B13 Moto. Kusema kweli wote wakufika, majority ilifika juu. Tuko na huzuni sana kuona wakocha wakufika wa mingi, ila tumetambusha mwe 50%. Tulikuwa na kocha wa Seresh, tulikuwa na kocha wa Reveil, wa kocha Wekumu Kalinga Sport, tulikuwa na kocha wa Drago, wa B13, wa Real Ma Campagne, wa Santos, FCRA na Etoile Seresh nishasema. Katika mji wa Baraka ni kwamba dabi kubwa ambayo ilikuwa inasubiriwa na mashabiki wengi kati ya klabu ya VC Ami Baraka zidi ya ile ya VC Mutambala haikupigwa tena kama ilivyokuwa natarajiwa. Hivyo ni kiisha kwa klabu ya VC Mutambala kutokufika kwenye uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Katibu wa VC Ami Baraka Lewis Faliala ameonyesha sababu ya mechi hiyo kutokupigwa. Mechi kuchezeka kiukweli, na ni sikitiko kubwa sana kwa Ami Baraka. Yaani kweli leo tukajua sisi na VC Mutambala tutafurahisha publiki yetu ya Baraka, na mchezo tungewapiga sana, lakini mwisho tunaandaa mechi, kisha mechi itakuwa kesho, wenyewe wanakataa, sijui ni kitu gani. Kiukweli barua zilienda kama kawaida. Sisi ndio tuliomba mechi yetu, wakajibia wako tayari. Tukasema wako tayari, sawa. Lakini mida za mwisho hapa tunaelewa wanasema hawako tayari. Sisi kama watu wakubwa, watu wazima, tukielewa kama watu wana upungufu fulani. Lakini tunasema sawa, tunawapatia chance ama chance nyingine, wajitayarishe kabisa. Kimaarufu sisi tuko tayari kucheza nao ili tuwafundishe mpira, haina shida. Na mwisho hapo katika nchi jirani ya Tanzania ni kwamba dabi kubwa ambayo ilikuwa inasubiriwa na mashabiki wote hapo katika nchi ya Tanzania kati ya klabu ya Yanga Africans ambao walikuwa wakiwapokea Simba Sports haikuweza kupigwa tena. Hivyo ni kisha kwa wachezaji wa klabu ya Simba Sports kuzuiliwa kufanya mazoezi yao ya mwisho kunako uwanja wa Benjamin Mkapa hapo katika nchi jirani ya Tanzania. Mechi hiyo ni rasmi sasa imeahirishwa, na hivyo itapangiliwa tena kupigwa siku nyingine. Mpaka hapo mwenzangu Bomesa de François nambari 7 yangu ipo pia mgongoni, na weka nukta kuna kwa habari za michezo. Shukran Sode wa Sode Valentin. Msikilizaji, endapo ndo nakuja kujiunga nasi, nikumbushe kwamba unaendelea kutegea sikio uchambuzi wa habari zetu ambazo nakujia kutoka studio za Radio ya Kijamii Kivu. Tunatangaza kutoka Baraka kwenye 93.0 FM. Kampuni Vision Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Katika habari za mikoani huko Moba, waasi watatu wa kundi la Bakatakatanga kuuawa na askari jeshi mmoja wa FARDC kujeruhiwa vikali. Hayo ndiyo matokeo ya mapambano makali yaliyoripotiwa kati ya makundi hayo mawili ndani ya kijiji cha Kamena
asubuhi ya Ijumaa ya tarehe 7 Machi 2025. Ripoti kamili naye mwanaripota wetu wa Moba Isdor Kashubwe. Waasi wa Katanga wameingia mapema asubuhi masaa 11 katika kijiji cha Kamena na kuvamia kambi la jeshi la serikali FRDC na kusababisha mapigano yaliyodumu kwa karibu masaa mawili kabla ya jeshi la serikali FRDC kuwafurusha waasi hao. Hapa ameshuhudia wakazi kwa njia ya simu. Katanga waliingia hapa na 5:30 wake batu kusema kwanza tu kulamuka ba kutokelea mashamba kwanza kwenda na banatoka tuasikia tu masasi. Ilikuwa ni 5:30 ndio waliingia Mkamena. Baliingia mpaka kule kukaa basoda. Muda inaendelea pale muda wa saa mzima na nusu, kisha inakatika juu wale wa bwana ba Mkanda balikimbia kumapori. Na maiti yao tatu ya Mkanda ndio inalala iko na hivi hapa sasa tuko nasema beko paka kule kukaa basoda kule kwenye balikuwa kubatokea kule. Lakini kenyewe walifuata sisi hatuyui. Tunachunga kwanza bo peke basoda bafatilie juu kuko benye banapata mablese juu banapata damu iko naenda tu mpori. Hadi ngali tu ya mbaya wasiwasi iko juu si hatuyui kwenye banaenda ni mipango gani yenye banaenda kupanga. Hatuyui pengine banaza kuya kututokea tena mwingine. Bale mabwana bakukata bale baitokea njia akawama kule kwenye ni kupeshaka ile raporo tena ya mbele. Sultani wa kijiji cha Kamena ameshuhudia mapigano kati ya waasi wa Katanga na FRDC. Ameomba kwa viongozi wa serikali na kijeshi kudirisha majeshi ya serikali upande huo ambako amesema waasi watuhumiwa kuvuruga usalama. Pole sana papa journalist. Habari yuko huko kwangu Kamena ni mbaya. Mamukata na bambote wanachichana na bamuishi wanatumikaka kwa wenyewe wote wa mwingine na bambote. Maana wanakuwa kutoka mwasenge dinande hapa. Vita ilikuwa nguvu sana, ila Mungu anatusaidia. Kama anatusaidia Mungu, sisi ni bazima kidogo, kuko tu askari wetu mmoja ndio anapatikana na mshale, ila ni mzima ya kufa pana. Katika mahojiano na diskata ya tarafa ya Moba, Kamfakimu Victor amethibitisha kuripotiwa mapigano hayo baada ya waasi wa Katanga kuvamia kijiji cha Kamena. Amewataka raia kuondoa hofu na pia amesema ya kama tayari viongozi wa serikali wanajikita kwa kuimarisha usalama katika eneo hilo. Wale baba Katanga wale wanachangana Babantu na Batwa ndio waliingia pale na walikuta jeshi yetu ilikuwa tayari, sababu siku mbili kulikuwa deja fununu ya kusema kama kuko bado unaona mlima, ndio maana bali barepuse nyuma, na tunaambia population ibakie kimya. Ile mamuvement ya bale isa vile ile ilikuwa kama wanaitaka zamani pa Mau na mesure yote ilishachukuliwa kwa arme ili kuwatrake na kuwapeleka mbali zaidi, ili vile vitu vya namna ile visiweze tena kufanyika. Mliniuliza kama kuna vifo. Inawezekana, lakini sina na precision. Kuna wewe waliumia. Kamena na kijiji kikuu cha udongo wa Kamena ndani ya Changanye kwenye karibu kilomita 180 magharibi mwa tarafa ya Moba. Nikiripoti kutoka Moba, Isdor Kashubwe, Radio Kivu. Tutamatisha uchambuzi huu na habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameteua Ijumaa ya tarehe 7 Machi 2025 na memba wapya ofisi yake mjini Kinshasa. Safari Alimasi Dive, kulikoni? Rais wa nchi ya DRC Felix Antoine Tshisekedi amesaini sheria ya uteuzi wa maafisa wapya kwenye ofisi yake hii Ijumaa tarehe 7 Machi 2025. Hivyo ni kisha mwaka mmoja tangu alipochaguliwa kwa mara ya pili kuongoza nchi ya Kongo. Ikiwa director mkuu wa ofisi yake alijulikana pamoja na washauri wengine, Rais Felix Antoine Tshisekedi alipendelea kubakiza wanamemba wamoja huku akiongeza wengine wapya. Na wanamemba hao wamepangwa kama ifuatavyo na kutajwa rasmi kwenye televisheni ya taifa ya RTNC. Director mkuu wa ofisi ya rais ni bwana Antonini Kamole. Madirekta makamu wamepangwa kama hivi: Director makamu husika na uchumi na fedha ni Andre wa Meso, anayehusika na masuala ya siasa, sheria na diplomasia ni Nicole Batia Ntumba, anayehusika na maendeleo ya kijamii ni Olivier Mondonge Mugabe, mshauri maalum wa mkuu wa nchi anayesimamia na kuangalia mpango wa PDL tarafa 145 ni Dieudonné Chibuyi cha Kambila. Washauri wakuu wamepangwa kama hivi: husika na chuo na utawala ni Mulumba Chitoko Marte, husika na madini, nishati na hidrokarboni ni Kanda Ntumba Jamari, husika na kilimo, uvuvi na ufugaji ni Kasongo Mbatu Sepita, husika na miundombinu, makazi na masuala ya
udongo ni David Mukeba Kalengai, husika na mawasiliano ni Lusako Lolonga Fredi David, anayehusika na siasa na mageuzi ya taasisi ni Ntosi Sava Charlie, husika na uchumi, fedha na biashara nje ni Nyembwe Musungai Andre, husika na uajiri, kazi na masuala ya jamii na mshikamano ni Efinda Mole Emilian, husika na jiografia na diplomasia Wagne Mbui Katerina, husika na elimu, utafiti wa sayansi, utamaduni, sanaa na masuala ya kidini ni Bwana Chilumba wa Kabe ya Theodore, husika na mazingira ni Bwana Mipango Tosi Mpanu, anayehusika na uhusiano wa bunge na taasisi zingine ni Pai Mate Thomas, husika na afya na ustawi ni Bwana Mutadu Nsuka Joel. Washauri wa heshima wanaohusika na sheria na uongozi wamepangwa kama hivi: Kyungu Nkulu Guillaume, Marinunga Malongo, Mende Olengo Patrick, Kambu Ibunda Kevin, Mastaki Kambale Jean-Pierre. Washauri wa heshima wanaohusika na nishati na hidrokaboni wamepangwa kama hivi: Pabolongi Onda Ange, Kibonge Nyekuma, Chibangula cha Musau, Emmanuel Likaindo Boya Bozene. Washauri wa heshima wanaohusika na kilimo, ufugaji na uvuvi wamepangwa kama hivi: Kashala Mukendi Iber, Kayumba Sumani Godefroy, Kabea Badianyama Hari, Bosunga Lofo Ale na Piema Mingashanga Jean. Washauri wa heshima wanaohusika na miundombinu, makazi na masuala ya ardhi wamepangwa kama hivi: Baipo Kalunga Jacques, Lakini Katambwe Ronje, Kabangu Kanyinda Cedric, Chiama Ngalamulu Meme na Bwana Hugo Mampuya Ngai Hugo. Washauri wa heshima wanaohusika na mawasiliano wamepangwa kama hivi: Mutonji Mayande Abanzweri, Vadingenda Vadi, Kolombo Kabulu Jamar na Ikala Lopongo Robert. Washauri wa heshima husika na masuala ya kisiasa na mageuzi ya kitaasisi wamepangwa kama hivi: Celestine Masanga, Boko Bokombela Jemersi, Onokodi Mirei, Amina Asuka Josephine. Washauri wa heshima wanaohusika na fedha, uchumi na biashara ya nje wamepangwa kama hivi: Lunge Omalukenge Michel Faustin, Akoka Dioko ya Albert Blaise, Badaga Mubangwa Afi, Msimi Mudiangu Alphonse na Bwana Bogozo Leon. Washauri wa heshima wanaohusika na ajira, kazi ya jamii na usawa wa bahati wamepangwa kama hivi: Ibambika Talai Isabel, Nkakoi Ikamba Jean Baptiste, Balola Bizibu Deogracias na Bakes Nombo Elizabeth. Wasimamizi wa heshima wamepangwa kama hivi: Pacifique Kasha anasimamia eneo la Grand Kivu, Kanku Mubiai Remi anasimamia eneo la Kasai na Kasai Central, Lunadila Yannick anasimamia eneo la Magharibi, Bomandeke Imenge Fani anasimamia eneo la Grand Equateur, Baitopola Mafuta Andre Didier anasimamia eneo la Grand Nord. Wasaidizi wa kibinafsi ni kama hawa: Mbui Kazadi Jose msaidizi wa siasa, Yala Mayamba Yolande msaidizi wa ufundi, Mutekemena Jean Paul msaidizi wa vifaa. Msaidizi wa anga wa rais ni Bwana Decris Bugeri Charles, msaidizi wa vifaa Bwana Musangu Mtombolo Serge, msaidizi wa fedha ni Bwana Ndona Ngiaba Pik. Makatibu wa kibinafsi wamepangwa kama hivi: Mwamba Chitambala Boli, Mboto Landu Blandi, Christina Chisekedi Shika, mratibu ni Bi Elandu Topango Melani na msaidizi wake Chibola Clementine. Msemaji wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Bi Salama Tina. Habari hizi zilizotekelezwa ndani ya ofisi ya Rais Felix Antoine Tshisekedi. Hawa watajiunga na washauri wengine na waratibu wa huduma maalum ambao tayari wanafanya kazi kwenye ofisi ya rais. Ni kupitia habari hiyo ya kitaifa, msikizaji, ndipo natamatisha uchambuzi wa habari siku ya leo. Ni kushukuru sana wewe ambao umenitegea sikio mwanzo hadi tamati. Nishukuru vile vile Merci Mbelechi alinisaidia kwenye ufundi wa mitambo. Jina langu ni Baumesa Di François, mchambuzi wako wa siku. Sina la ziada, baki na matangazo yetu. Bye bye. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.